Katika kisa cha kushangaza kilichotokea nchini Ugiriki, mwanamke mmoja amefungua kesi ya talaka baada ya kudai kutumia akili bandia yani AI kugundua kwamba mume wake alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na mwanamke mwingine. Kwa mujibu wa Greek City Times, mwanamke huyo alitumia ChatGPT kama njia ya kisasa ya tasiography, sanaa ya kale ya kutafsiri mabaki ya kahawa ili kutabiri mambo ya baadaye, na anadai kuwa AI huyo alifichua usaliti wa mume wake. Wakiwa na zaidi ya miaka 12 kwenye ndoa yao na watoto wawili, inasemekana kuwa mwanamke huyo aliweka picha za mabaki ya kahawa kutoka kwenye vikombe vyao, yeye pamoja na mumewe, na kuomba ChatGPT itafsiri. Kile alichodai kupokea kilimshangaza sana. ChatGPT ilieleza kuwa mume wake alikuwa na uhusiano na mwanamke mdogo aliyekuwa na nia ya kuvunja familia yao. Vilevile ilieleza mwanamke wa ajabu mwenye jina linaloanza na herufi E kama mwenza wa kudumu wa mume wake, huku tafsiri ya kikombe chake mwenyewe ikionyesha dalili za usaliti na vurugu katika ndoa yao. Mwanaume huyo alipoongea na kituo cha televisheni cha ndani, alipuuza madai hayo na kusema hayana msingi wowote, na akamlaumu mke wake kwa kushawishika na mitandao ya kijamii. Nilidhani ni mzaa tu nikacheka, lakini yeye alichukulia kwa uzito. Aliniambia niondoke, akamwambia watoto wetu kuwa tunatalakiana. Kisha nikapokea simu kutoka kwa wakili. Hapo ndipo nilitambua kuwa hili si jambo la muda tu, alisema. Mwanamke huyo alikataa wazo la kutengana kwa makubaliano, na badala yake baada ya siku 3 tu alimkabidhi rasmi mume wake hati ya talaka. Mwanaume huyo pia alidai kuwa si mara ya kwanza kwa mke wake kuamini mambo ya kiroho au shirikina. Alikumbuka jinsi alivyoenda kwa mtaalamu wa nyota siku za nyuma na kuchukua karibu mwaka mzima kuacha kufuata maelekezo aliyopatiwa. Wakili wake sasa amejiingiza kwenye kesi hiyo, akibainisha kwamba tafsiri ya mabaki ya kahawa yanayotolewa na AI hayawezi kutumika kama ushahidi wa kisheria kuthibitisha usaliti. Mteja wangu hana hatia hadi pale tutakapothibitisha vinginevyo, alisema wakili huyo. Ingawa kesi hii imezua gumzo na mjadala mkali kwenye mitandao ya kijamii nchini Ugiriki, wataalamu wa sheria wametoa tahadhari wakisema kuwa madai yanayotokana na tafsiri za AI hayana uzito wowote mahakamani. Pakua app ya SNS Premium sasa uweze kufurahia makala za kusisimua, chambuzi mbalimbali za ulimwengu na mambo mengine mengi. Pakua kupitia App Store au Play Store. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.